Jifunze kuishi leo. Kwa nini jifunze kuishi leo? Kwenye haya maisha, kadri siku zinavyokwenda, kuna kitu unaendelea kujifunza, kwamba ukiwa mtu ambaye unapenda kuishi jana, huwezi kuisha uchungu, huwezi kuisha manunguniko, huwezi kuisha lawama, yaani huwezi kuisha vile vitu ambavyo vilikuwa taki nyuma au ulikuwa navyo nyuma, vinaendelea kukusumbua kwa sababu hutamani viishe na ukaona kwamba ya leo, yani leo imekuwa leo. Si vibaya kukumbuka vitu vya nyuma, sijavikataa, lakini anayekumbuka vitu vya nyuma na anayeishi vitu vya nyuma ni watu wawili hawa tofauti. Kuna anayekumbuka kama kumbukumbu na kuna anayeviishi, yani haviishi. Kwa mfano, labda mtu alimkosea, anaye, au kuna vitu vilitokea vya kumuumiza, anavyo, hataki kuvimaliza. Yani yeye mindset yake haiamini kwamba kuna kesho, haiamini kwamba Mungu anaweza akafanya jambo jipya, haiamini kwamba watu huwa wanabadilika. Bado amebebelea mambo ya zamani. Tunataka kujifunza sana kwa watu wanaoishi leo. Mimi nimegundua watu ambao wanaishi leo mara nyingi wana furaha sana. Yaani wao limepita, yajayo yanakuja na maisha mengine yanaendelea. Wale watu huwa wanakuwa na furaha sana. Na sio kwa sababu wao wanaona hawawezi kushikilia vitu, hapana. Yaani wanaona kwamba njia pekee ya kuokoa nafsi, njia pekee ya kuifanya moyo wao au kufanya moyo uwe na amani au uwe na furaha ni kuendelea kuitazama kesho yenye matumaini au kuishi leo ambayo unaiona sasa hivi. Lakini ukiwa mtu ambaye mara nyingi wewe unafikiria tu ya nyuma, hauwezi kutoka kwenye mlolongo au kwenye mnyororo wa maumivu kila itoko leo. Hata kusamehe kwako itakuwa ni shida, kwa sababu siku zote wewe bado unahesabu vitu ambavyo vilikupata siku za nyuma. Na umeshawahi kukutana na mtu ambaye unaweza kaa ulimkwaza, yani umemkwaza kabisa, labda siku za nyuma, alafu umekutana naye, she's smiling, yani wala hata hana shida na wewe, alafu wewe ndo unajiuliza kwamba mtu, mbona sikutegemea kama nikikutana naye anaweza akatabasamu, akacheka, tukachati na maisha mengine yakaendelea. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu yule amechagua kuishi. Anayechagua kuishi hawi na makando, yani mavitu mengi anaamua kuyaweka pembeni ili aweze kuendelea na maisha. Kwa hiyo mimi nimejaribu kutafakari na nikaona kwamba hivi ni kwa nini watu mara nyingi unakuta hawana furaha, yani furaha inakuwa ni ya muda mfupi sana. Nikaja kugundua kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinachangia sana watu kutoishi maisha yenye furaha ni kuishi zamani, ni kuishi yaliyopita, ni kutokuwa na matumaini ya kesho, ni kutokuwa na faraja ya kupata, ni kutokuwa, yani mtu amejivika joho la umaskini mpaka kwenye mindset. Yani akili imegoma kukubali kabisa kwamba mimi nitatoka kwenye shida, kesho na kesho kutwa Mungu atanibariki. Na kama unafanya kazi, kwa nini Mungu asikubariki? Kwa nini uendelee kunungunika tu kuona kwamba Mungu amekuacha? Au Mungu hawezi kubariki, au Mungu hawezi kuinua, au mpaka ukawa unajisemea vitu ambavyo ni vibaya. Tujifunze kusemea vitu vizuri kwenye maisha. Tujifunze kuishi maisha yenye matumaini. Ukiwa unapambana, Mungu anakuona. Na bahati nzuri, Mungu kila mtu humpa kwa wakati wake na humpa kinachokustahili. Inawezekana hivyo hicho ulichonacho ndicho kinachokustahili kwa maono ya Mungu. Lakini kwa maono ya binadamu unaweza ukaona kwamba sio sahihi. Lakini Mungu akawa amekuweka kwenye sehemu ambayo ni sahihi kabisa. Jifunze kuwa na furaha. Ukiwa na furaha utatoa furaha. Siku zote wanasema kwenye maisha hauwezi kutoa kitu ambacho huna. Kwa acha kubeba mambo ya nyuma, beba vitu vizuri, limbikiza moyo wako na amani, limbikiza moyo wako furaha, limbikiza moyo wako upendo, limbikiza moyo wako kicheko. Yani hivyo unavyovilimbikiza ndani ya moyo wako ndivyo ambavyo utavitoa kwa watu wengine. Kwa hiyo acha kubebelea mizigo ya nyuma. Sema kwamba yaliyopita yamepita, naanza leo na maisha mengine yataendelea na mkono wa Mungu uko pamoja nami. Kwa hiyo nimekumbusha tu uwe na asubuhi njema.